Lakini jambo la pili ni ubia kati ya sekta ya serikali na sekta binafsi, ambao wenzetu wa Kigoma wanasema PPP, public private partnership. Ushirikiano huu utatusaidia kuunganisha rasilimali, teknolojia na ubunifu. Pia leo tutapata nafasi ya kupitishwa kwenye maudhui ya jinsi mtakavyofikia dira 2050. Ndio maana tunaona yuko mtendaji mkuu wa pale wa TNBC ambaye atatusaidia kufanya kazi hiyo nzuri ya kufanya sekta binafsi ijue wajibu wao kwa wapi, au baraza zima pande zote mbili tujue wajibu wetu ni nini. Lakini jambo la tatu ni mazingira wezeshi. Serikali itaendelea kuboresha sera, mifumo ya kodi na miundombinu ili kuvutia na kuwezesha uwekezaji zaidi. Leo utapitishwa pia kwenye mabadiliko yaliyoboresha kodi na ushuru kwa sekta binafsi na uimarishaji wa mfumo wa fursa za kiuchumi. Tunajua kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais wetu ameifanya ya kuendelea kusikiliza kero za wafanyabiashara kupitia kodi na kuendelea kuboresha kodi kila wakati. Sasa leo pia kama mnavyofahamu, makundi mlioko hapa tumekutana na yeye kwenye vikao mbalimbali vya kisekta. Wa mwisho kabisa walikuwa ni sekta ya hoteli, lakini tumeshakutana na machinga, tumeshakutana na bodaboda, tumeshakutana na wamiliki wa mashule, tumeshakutana na wachimbaji wa madini, tumeshakutana na makundi mbalimbali ambayo kwa pamoja kila mtu anasikiliza kero zao. Moja ya vitu ambavyo tumevisikia kwa kweli ni swala la kodi. Ndio maana leo tukasema kuna umuhimu wa TRA kupata nafasi ya kuongea na sisi ili tujue mabadiliko gani ya kodi yapo na kwa nini yapo, na labda sisi wajibu wetu ni nini.